katika msikiti wetu hawana wanachokipata isipokuwa kwa ajili ya radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kama Mwenyezi Mungu alivyomwambia Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu kwamba unatoa mali yako kwa ajili ya kujitakasa na dhambi, si kwa ajili ya kulipa mtu. wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtighaa wajhi rabbil a'la wa sawfa yarda. Maneno haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni maneno yake kayashusha kwa ajili ya Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Tazama ni utukufu ulioje wa Abu Bakar, pamoja na kuwa kuna wengine akitajwa Abu Bakar anasema laanatullahi alayhi, lakini Mwenyezi Mungu anamsifu katika Qur'ani, wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, anatoa mali yake wala hakuna atakayemlipa illa ibtighaa, isipokuwa anachotaka ni radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunao ndugu zetu wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, ambao wanatoa walichonacho kidogo. Mungu akiwapa, amepewa 10,000 anaigawa 5,000 anaenda msikitini ili ndugu zake Waislamu wafume wote. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe, na Mwenyezi Mungu athibitishe malipo yao siku ya Kiyama na mpaka pale watakapokuwa wameingia kwenye makaburi yao. Walichokitoa hata kama ni kidogo, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni kikubwa sana, kiasi ambacho ukiingia kaburini utamwambia Mungu, nirudishe sadaka ile nikazidishe kuitoa. laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin, Mungu hebu nipe muda nirudi nikaendelee kutoa kwa ajili ya ndugu zangu msikitini wa kutubu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema la yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Mwenyezi Mungu hawezi kuirudisha tena nafsi muda wake ambao umeshaisha. Kwa hiyo uone jinsi fadhila za sadaka zilivyokuwa. Mtu anazikwa anasema Mungu rudishe duniani nikatoe sadaka, sio akaswali. Tunajua sote kwamba ibada ya swala ndiyo nguzo kubwa, lakini mtu anasema nataka nikatoe sadaka, sio kuswali. Hii ni kuonyesha jinsi gani sadaka ina uzito mkubwa sana katika mizani ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu amali zako zitapimwa. Tizama kila ambacho wewe unaweza kukifanya ili mizani yako iwe nzito, basi ukifanye, na usikubali kufanya kitu ambacho kwenye mizani kitabaki mtua, hakina uzito wowote katika mizani yako siku ya Kiyama. Nitatoa mfano. Kuna watu leo wameshikilia sana, wanapotaka kukumbuka watu wao waliotangulia, wazazi wao, ndugu zao, wake zao, waume zao ambao wako katika makaburi, basi wanapika vyakula, wanaita watu wanakuja kusoma Injili. Huu ni upuuzi kabisa. Muislamu kufanya vitu vya namna hii ni upuuzi ambao hauna maana. Muislamu anafanya vitu vya namna hii, wallahi Muislamu hana akili, kwa sababu Mtume